kuzungumza naye. Pole. Nashukuru. Ni miaka 5 sasa bila mtu ambaye alikuwa karibu sana kwako, ambapo watu walikuwa kuona wanaamini usalama wake uko salama. Una nini la kusema? No comment. Maadhimisho ya kifo cha Magufuli yasipokuwa na hotuba ambazo zinahoji na kusema waziwazi kwa kauli moja sasa ambayo inatakiwa tuishike, tuijue, ya chanzo cha kifo chake kinachoeleweka. Kama hotuba hizo hazizungumzii kifo chake kimetokana na nini hasa, hotuba zinazungumzia sio alikuwa mzalendo, alikuwa mkali, alikuwa mwema, huo wema, ukali, uzalendo vyote vinafutwa na aina ya kifo chake au jibu la kifo chake ambavyo haliko wazi. Na ukumbuke, mema yoyote ya mtu, mazuri yoyote ya mtu, akidhurumiwa uhai, ikiwa amedhurumiwa uhai, yale mema mazuri kuyatamka aidha pengine kwa waliohusika kumdhurumu uhai, hao ndio utaona mara kadha wa kadha wakizungumza huyo alikuwa mwema, ili pengine kufunika watu wasione kwamba ndo hawa. Kwa sababu kwa mtu ambaye ndo kaguswa, kaumizwa sawasawa na kufa au kutokuwepo kwa mpendo wake, kuzungumza mema yake unamtonesha. Tayari kifo cha Magufuli hakina jibu la moja kwa moja. Kuna maelezo wakati fulani kwenye filamu fulani hivi tumeona akisema alikufa kwa korona. Kuna maelezo yanayosema alikuwa na ugonjwa wa moyo. Kuna maelezo ambayo akina Polepole walizungumza kwamba aliuliwa. Sasa ikiwa tunaadhimisha, ila ni sumu kanadrini, ni mwiko kuzungumzia, hotuba haifiki, haya alikuwa mzuri, alikuwa hivi, lakini kifo chake moja kwa moja lugha ni hii, au umefanyika uchunguzi huu na huu, kwa sababu hata kama kuna lugha fulani ambayo ndo mliitoa kwamba hii ndo rasmi, panapotokea ukakasi wa kifo cha mtu mnayesema mwema, mzuri, lazima uwepo uhuru wa maoni na mawazo na hatua, kwamba wanaotaka kuchukua hatua wapewe ulinzi, hatua za uchunguzi wapewe ulinzi, wachunguze kifo cha Magufuli ukweli ni upi, kwa sababu waliozungumza chanzo cha kifo chake ni watu ambao hawataki kupuuzwa. Anzeni tangazo la kwanza, alikuwa na ugonjwa wa moyo. Njoni kwenye lile filamu na mahali pengine inataja alikufa kwa korona, sio ugonjwa wa moyo tena. Wanaongea ni watu ambao hizi kauli zikipishana, unajua pana ukweli mmoja ambao inatakiwa mtu huyu angenyosha. Unakuja kina Polepole ambao walikuwa wasaidizi wake wa karibu, wanasema aliuliwa. Hotuba zozote, narudia tena, hotuba zozote kama wasemaji wanasema wali ni mtamu kwenye msiba ambao hujakugusa, usio wa ndugu yako hasa, chakula ni kitamu, nyama ni tamu. Halikadhalika niwajulishe tu kwamba kujadili uzuri wa Magufuli, uzalendo wa Magufuli ni kutamu sana kwa ambao hamjaguswa hasa, na ambao huenda kama kuna namna yoyote Magufuli alizulumiwa uhai, ndio mliohusika, ndo mnaojadili mazuri. Lakini mtu ambaye aliumizwa kisawasawa hawezi kuongea, hata kuongelea uzuri wa mtu huyu, alikuwa mwema hivi, ilikuwa hivi. Ndio maana na ukiangalia mke wake, kuna vitu fulani tu ambavyo vikiangalia
Watu wanaishia tu asanteni, 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 asanteni. Hawezi kuzungumzia tena mme wangu alikuwa mzuri hivi, mme wangu Magufuli alikuwa ana mazuri haya. Yale yanachokonoa, yanaumiza. Huwezi kutamka mazuri ya mtu ambaye hayupo duniani, kwa namna ambazo zipo taarifa zinazungumza kwamba amedhulumiwa uhai wake. Yale mazuri yanakuchokonoa. Naomba mwelewe, kuzungumzia mazuri ya Magufuli wakati hauzungumzi utata wa kifo chake ni kutuumiza zaidi. Swali lingine ni anayezungumza uzuri huo nani? Si huyu tunayemwona liuaji linaloua watu barabarani humo ili likae kwenye nafasi hiyo, unazungumza uzuri huo? Si nao uliowaua nao nawazungumza kwamba walikuwa wazuri, ila pengine walidanganywa na wanaharakati nao walikuwa wazuri. Unaonaje? Tukuamini huo uzuri unazungumza kwa maana gani? Kwa maana gani? Kwamba ni sawasawa tu na wengine uliowaua maelfu, ili unacheka hapo. Sikia, tunahitaji, kama si sasa, wakati wote tutahitaji jibu lililonyoka. Msingi wa kifo cha Magufuli, kama aliuliwa na nani? Aliyekuwa na makusudi gani? Kama kifo cha Magufuli pengine inaonekana kiwezekani, basi tukumbuke kwamba pana maelfu ya Watanganyika wamedhulumiwa uhai. Hatutarajii kuona upendo wowote na thamani yoyote anayoweza kuwa nayo kinara wa mauaji juu ya uhai wa mwanadamu wa yeyote. Na hata kama mwanadamu huyo alikufa, tufanye alikufa pengine kwa ugonjwa wa hospitali, kwa ugonjwa wa kawaida. Ikumbukwe vifo tunavyovipata Afrika ni karibia 100%. Sio vifo vya Mungu, havisababishwi na Mungu. Vifo ni vinasababishwa na mashetani ambao ni binadamu. Aidha wanaidhuru hali ya hewa, aidha wanapenyeza madawa, wanaingiza madawa, wanaruhusu madawa feki au yenye madhara au vipimo feki. Namna zote hizo zinapelekea mwanadamu aweze kufariki kwa muda ambao hauko wenyewe. Kifo ikiwa kinatugusa, walioguswa na kifo kama China, kina Mao Zedong, ziko taarifa kwamba mpaka leo hajazikwa kwa sababu wanatafuta chanzo cha kifo chake, lakini pia wanatafuta jibu ikiwa kifo tu kitokea sawa, lakini hatuwezi tukapata siku tukipata jibu la waliokufa tunaweza tukawafufua. Huyu mtu acha tuendelee kumtunza, tunze mifupa yake hii, nyama zake hizi, awe mtu muhimu sana wa kufufuliwa, wa kuinuliwa. Watu muhimu hujadiliwa kilichowaondoa. Watu muhimu hujadiliwa ikiwa angepata kuishi. Hakuna njia nyingine yoyote. Watu muhimu wanapokufa inakuwa ni sababu ya kufikiria zaidi njia zote zinazosababisha kifo. Kwa kujadili kifo cha mtu huyo, inatakiwa mujadili kifo hiki kilipita kona gani, ili siku nyingine kisije katokea kwa mtu muhimu kama huyo. Lakini kwa hiki ambacho kinaonekana Afrika, sisi kifo chochote ni Mungu amechukua. Tuendelee kuchangishana michango ya kufanya vya kufanya. Sijui na wanadamu, kwa sababu tunapenda na tunaamini lazima uwepo tu sehemu fulani. Lakini kwa mimi fadhali niwe mapolini, ila siwezi nikakaa kimeza moja na mijitu ambayo kwa namna moja nyingine unaweza kaona ina kejeri
namna ilivyokuumiza. Hicho ambacho pengine akina mke wa Magufuli, akina Jessica wanajaribu kucheka barabarani. Sijui, kwa sababu unasema dunia, wanadamu tulitofautiana, tuliumbwa tofauti, lakini kiukweli mimi siwezi kukaa na kuonekana na cheka na mtu ambaye inahisiwa, inadhaniwa, inawezekana kuna mambo kama hayo. Mimi hapana. Fadhali nimseme aendelee kuniwinda na mimi. Fadhali nimseme, niseme kwamba inahisiwa, inadhaniwa, inaonekana wewe ndiye ambaye hiki hivi ilikuwa hivi. Hebu nisaidieni kujua ukweli uko wapi hapa kwenye hili jambo, ukweli uko wapi? Mimi naamini katika hilo. Je, na hapo seme tu kwamba kusema mazuri ya mtu ni kuzuri kwa ambaye hajaguswa sawa sawa. Au mazuri ndio mtakuwa mkiongea. Ndio maana mimi huwezi kukuta nikijadili kwa namna yoyote maisha ya mtoto wangu. Huwezi kuona kwa namna yoyote. Na niliwaomba watu wengi sana, wala hata kwa sababu picha yake ilikuwa haijakuwa famous sana, wala hata msiweke wazi kwa namna yoyote. Waliotii, waliona vema walitii, walioendelea kufanya walifanya. Lakini hakuna mazuri utazungumza juu ya mtu ambaye kuna taarifa za kwamba amezulumiwa uhai wake, alafu usizungumzie kuzulumiwa uhai wake na hatua ambazo zinaweza zikawa zimechukuliwa. Asanteni sana. Na mimi katika mtazamo wangu na kuadhimisha miaka 5 ya kutokuwepo Magufuli, mimi naona tungeadhimisha kwa kujadili kifo chake kimetokanaje na habari hizi, zina ukweli kiasi gani au ni za uongo kiasi gani. Nje na hapo sawa. Asante na hongera kwa kunisikiliza.